Shalom, shalom watu wa Praise the Mungu. Lord, saints. Haleluya. Hallelujah. Praise Bwana the Yesu Lord. ni mwema, ni For mwaminifu this is the sana. day in which the Lord has made. Tunamshukuru kwa siku ya Let leo. us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Haleluya. God is a good God, Bwana Yesu ni and mwema. He's worthy to be praised. Anastahili sifa na utukufu wake. I am Elder Cosman E. Sims, Mimi Mama Felicia Boke Sims and we have wa Jesus Reigns Reigns Restoration Ministry. Amen. Amen. Asante Yesu. Hallelujah. Haleluya. Finding an honor and privilege to be before God's people Tunanyenyekea today. sana kuja mbele za watu wa Mungu. Hallelujah. Siku We have ya a word leo. from the Lord. Tuna Hallelujah. neno kutoka kwa Bwana. The title of our lesson today is Kichwa cha habari siku ya leo, Selective Service. yaani ni huduma maalum ya kuchaguliwa. Selective service. Huduma ya kuchaguliwa maalum. In my introduction, Katika utangulizi wangu, the Lord said, what I say to one, I say to all. Bwana ananiambia niseme, ninachosema kwa mmoja naambia wote. These are the last days. Hizi ni siku za mwisho. These are perilous times. Hizi ni nyakati ngumu sana za uovu. Those things that are written in the 24th chapter of Matthew. Mambo yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Mathayo 24. Hallelujah. Talking about things that are going on in the end time. Samani. Kuzungumzia mambo ambayo yatatendeka siku za mwisho. We as the people of God need to take heed. Sisi kama watu wa Mungu inabidi tuwe makini sana. Jesus commanded us to occupy till he comes. Bwana Yesu ametuamuru tumiliki kwa jina lake, kwa utukufu wake, kwa ufalme wake mpaka atakaporudi. Not to be slothful, Kutokuwa wazembe, but to be a witness bali kuwa mashahidi unto wake all the world, katika ulimwengu mzima, preaching this gospel to every creature. kuhubiri injili hii kwa kila kiumbe. Hallelujah. The good news that they don't have to die in their sin, but they can live forever. Taarifa njema kwamba hawana haja ya kufa katika dhambi, bali Right. wanaweza kuishi milele, wana nafasi ya kuishi milele. And in the process, making full proof of your ministry. Na katika yote hayo tuhakikishe kabisa huduma tuliyoitiwa tunaitimiza vyema. And doing so, you will never fall. Na kwa kufanya hivyo hatutaangushwa. But a lot of us, we have selective service. Lakini baadhi yetu, wengi wetu, unakuta baadhi yetu On how we want to serve God. tunachagua, tunabagua, tunajichagulia jinsi gani tutamhudumia Bwana. In the military here, or with our government here in the United States, na serikali yetu hapa ya Marekani jinsi ilivyo, there's a database called selective service. Kuna kitengo cha jeshi kinaitwa huduma maalum ya kuchaguliwa. And it has a name of men that are available when it comes down to a national emergency that they can call or recruit. Yaani hawa ni watu ambao wamejiandikisha na jeshi, lakini sio kutumika muda wote, ila wao wamejitoa wawe tayari ikitokea dharura waitwe. The age of that recruitment is between 18 and 25, where we must register. Inakuta wakati huo ni kuanzia mtu akifika miaka 18 na 25 inabidi kujiandikisha. According to our law, that requirement ends at the age of 26. Kulingana na sheria ya nchi hii, kujiandikisha huko mwisho kikomo ni miaka 26. It can only restart or go beyond that if the president or Congress pass an official authorization. Umri utaongezeka kujiandikisha baada ya hapo kama rais akitoa tamko. Right now, hallelujah, there's spiritual warfare going on in our world. Sasa hivi kuna vita vya kiroho vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Amen. Hallelujah. God is calling his people to battle. Bwana anawaita watu wake katika vita, mapambano. There's a natural selective service of recruitment for every country in case of an emergency or trouble. Kila nchi ina mfumo wa kuandikisha watu jeshi kwa ajili ya kitokea dharura. And there's a spiritual, hallelujah, recruitment of selective service with God. Na pia kuna kuandikishwa kwenye jeshi la Bwana kwa Mungu wetu Yesu Kristo. God is calling. He said he is coming and he's coming soon. Bwana Yesu anatuambia anarudi na anarudi muda wowote sana, hivi karibuni sana. God tells his people to go and we go. Mungu amewaambia watu wake waende na wataenda. God tells people to wait and we wait. Bwana akisema tusubiri, tunasubiri. Whatever God say, we do. Chochote kile Bwana anachosema ndicho tunachofanya. But a lot of our people, hallelujah, when it comes to the call of God,
in the service of God, they say, I will not. Lakini wengi wetu katika huduma katika Bwana wanakataa, wanasema hapana. It's written in God's word, Imeandikwa kwenye neno where la his Bwana. people say, when God is calling them to battle, they say, we will not. Wakati Bwana akiwaita kwenye vita, kuna ambao walikuwa nakataa. You look at right now the catastrophes around the world. Ukiangalia matukio ulimwenguni hapa, as is written, and the Lord is describing in Matthew 24th chapter about, he said, be not, let no man deceive you. Mathayo 24 tunaambiwa tusikubali mtu yeyote akatudanganya. That these things must come, that is many going to come in my name to deceive many. Wengi watakuja kwa jina langu na kuwadanganya wengi. And say that they are Christ. Na kusema wao ni Kristo. And there'll be wars and rumors of wars. Itakuwa vita, itakuwepo vita na tetesi za vita. There will be disease, pestilence. Itakuwa magonjwa. There will be famine. Itakuwa na njaa. And there will be earthquakes. Na utakuwa na tetemeko ya ardhi. But the Lord said, don't be afraid when you see these things, they must come to pass. Bali tunaambiwa katika neno lake, tusiogope tukiona matukio haya, kwa maana haya yanapaswa kutokea. Amen. And these are the beginning of sorrows. Ndiyo mwanzo wa mahangaiko. So prophecy is being fulfilled before our face. Hivi siku za leo, but many of us have selective service. Yani unabii unatimizwa mbele ya macho yetu, lakini wengi bado wanabagua jinsi ya kumtumikia Bwana. That selective service is more natural than spiritual. Ubaguzi huo ni wa kimwili zaidi kuliko wa kiroho. Amen. Amen. We obey the laws of the land. He tells us we have to register. We do that. We do according to God's word, and obeying the governors or obeying the laws of the land, that we be at peace with them. Tunatii sheria za nchi ili tuwe na amani katika hizo. But God's law oversees any law. Lakini sheria za Bwana zinashinda sheria zote. God is always first and God's word is first. Neno la Mungu ni kwanza, sheria zake zinatangulia kabla ya zote. When God saved us and filled us with the Holy Ghost, Bwana alivyotuokoa na kutujaza na we dropped the traditions of men and picked up the traditions of God. Tuliabidi kuachana na taratibu za wanadamu, tushike taratibu za Bwana. The whole duty of man is to fear God and keep his commandments. Wajibu mkubwa maalumu muhimu wa mwanadamu ni kutii amri za Bwana na kufuata neno lake. But a lot of us have selective service. Wengi wetu lakini tunabagua jinsi ya kutembea. Not to serve God. Sio kumtumikia Mungu aliye hai. But to do their own will. Hawamtumikii Bwana Mungu aliye hai, wanafanya that word of God tells us, lean not to your own understanding, get wisdom, get an understanding. Tumeambiwa tusifuate fahamu zetu na akili zetu, bali tufuate ufahamu na maarifa ya Bwana. And in the New Testament, hallelujah, to all the churches, the Lord say to all the churches, to get an understanding what the will of the Lord is. You need an understanding. Inabidi kuelewa mapenzi ya Mungu ni yapi. Our people perish for the lack of knowledge. Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. But the Lord say in his word in Hosea that, hallelujah, because you will not hear to his word or receive his knowledge, he will not receive you. Unaona kama tunaambiwa usipotii maneno yake atakukataa. We got to get I will not out of our system. Inabidi tuondoe hii tamko kwamba sitakubali, sitamtumikia Bwana. Jesus died on the cross. Bwana Yesu alikufa msalabani. I'm saved by grace and faith. Nimeshaokolewa mimi kwa He did it all. I don't have to do anything. That's a lie from the pit. Ni uongo wa kutoka kuzimu. Even Jesus said, I have every man's reward hata Bwana Yesu mwenyewe amesema nakuja na ujira in my hand kononi mwake, according to their works. Kila mtu sawasawa na kazi. And James said to the church, na Yakobo aliambia kanisa, I'll show you my faith by my works. Nitakuonesha imani yangu kwa kazi yangu. As the body without the spirit is dead, jinsi ambavyo mwili bila roho umekufa, faith without works is dead also. Imani bila kazi ziendanazo na hiyo imani imekufa. We got to get I will not out of our system when it comes to the work of God. Inabidi tuondoe sitafanya kutoka kwenye matamshi. Because God is calling his people to battle. Kwa maana Mungu anatuita katika vita. Hallelujah. Hallelujah. But many have taken the whole armor in which God has given them for the battle and it's collecting dust in a corner somewhere. Wengi wamechukua zile ngao zao za vita
zinakusanya vumbi tu hapo, zimewekwa kwenye kona. The people sat down to eat and rose up to play. Watu ni kula na kuamka na kujiburudisha na And the Lord has reminded us that judgment will start in the house of God first. Na kwenye neno lake Bwana ametukumbusha hukumu itaanza katika nyumba ya Bwana. There's a falling away in the house of God Tunaona now. katika nyumba ya Bwana, kwenye huduma, katika Wakristo waliokoka kuna mtawanyiko. Many don't care. Wengi wameacha kujali. As long as it don't hit my door. Mradi hainifikii mimi, hizi taarifa za habari hazinihusu. There are fires across this country. Hii nchi sasa hivi kuna people in floods. Inawaka kila mahali, watu wengine wako kwenye mafuriko. I know a lot of us can't get to those people because they're hundreds of miles away, some thousands of miles. Unaona duniani hapa kuna mafuriko, kuna moto, na wengi hatuwezi kuwafikia hao watu. The Philippines, Ufilipino, Venezuela, Mexico, Indonesia the other day, 7.7 earthquake. Indonesia unaona tetemeko la ardhi kiwango cha Japan 5.4. Unaona kwingine Japan had an earthquake as well. Japani nao walikuwa na tetemeko la ardhi siku sio nyingi zilizopita. But people act like they just don't care. As long as it don't bother me, as long as it don't hit my door, wanaenda hawajali. As long as I don't have to go through it, I'm not worried. But they're gonna put it in God's hand. But He called you to battle. Lakini Bwana ametuita kwenye vita. You got a fire department in your neighborhood. Your house is on fire. You want them to come to put that fire out, don't you? Kama nyumba yako ikiwa inawaka moto, utataka zima moto wafike hapo haraka, si ndio? Why we gotta wait till fire develop in our house to pray the power of God to keep back the works of the enemy from burning it down? Kwa nini tunataka tusubiri vita ifike kwetu ndio tuanze kuomba kwamba Mungu ahurumie watu, asaidie watu? If you can't do anything, we can pray as saints, and God honor the effectual fervent prayers of the righteous avail of much. Tunaweza tukaamua kuomba kama Wakristo na Bwana anasikiliza maombi ya wenye haki. Ufaa sana. Make your request known unto God. Fanya haja zako zote zijulikane na Bwana. Faith moves God. Imani inamgusa Mungu. As He honored Cornelius' prayer in the 10th chapter of Acts, He'll honor yours. Kama vile alivyosikiliza Cornelio, na wewe maombi yako pia atasikilizwa hivyo hivyo. Make your request known unto God. Hakikisha haja zako in supplication and prayer. Katika maombi na maombezi. And if it's by faith and you do not doubt, God said, I will do it. Kama ukiwa na imani na wala hutaimba katika imani yako, Bwana amesema atatenda. Whatsoever you ask, the Lord said, I will do it. Chochote kile ambacho utamuomba Bwana amesema atatenda. The word of God is sure and amen. Neno la Mungu ni kweli na amina. And it's impossible for God to lie. Ni vigumu kwa Mungu kusema uongo. He's not like man that he will lie. Yes, sio kama mwanadamu aseme uongo. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Mbingu na nchi vitapita, Hallelujah. But we have selective service. Lakini unakuta tuna ubaguzi. A lot of our people say, I will not do it. Lakini watu wengi wanasema mimi sitafanya hilo. God said, go out in all the world and witness to every creature. Say, I will not do it. Wengi tumeambiwa endeni ulimwenguni mkahubiri Injili. Kuna watu wanasema blood is being shed on our streets and so forth. We're the evangelists going out and speaking to the people, trying to win a soul, bring them to God's house. I won't do it. Tunaambiwa tuende tufanye uinjilisti, tuwalete watu katika nyumba ya Bwana, katika imani ya Bwana. I got to do this. I got to do that. Ninatakiwa nifanye hivi. Prioritizing things for yourself. Yaani ubinafsi ndio. We got to get self and pride out of our system. Inabidi ujeuri, ukaidi na kiburi vitoke kwenye akili zetu. And I say we because I remind myself that God resists the proud but give grace unto the humble. Ninasema sisi wote kwa sababu hata mimi ninajiweka kwenye hiyo hesabu, kwa maana tunaambiwa Mungu anapinga wenye kiburi. Humble yourself in the sight of God and He'll lift you up. He'll bless you. Neno la Mungu nasema tunyenyekeze chini ya uwepo wa Bwana naye atatuinua kwa wakati wake. We got to serve the Lord not in part but in whole. Inabidi tumtumikie Bwana sio nusu nusu bali kamili. We have to love the Lord thy God with all your heart, all your mind, all your strength. Inabidi kumtumikia Bwana Mungu wetu kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote. Amen. Amen. He wants your all in all. Anataka yote katika yote. And to love your neighbor as yourself. Na kumpenda jirani yako kama wewe mwenyewe. And when you can't, if it's something out of your power naturally that you can't do,
spiritually, we can pray for our neighbor. Kama huwezi kufanya kitu katika mwili, basi unaweza angalau kaombea majirani zako, But kaombea watu it's wengine. God's will that none be lost, but all come to the knowledge of the truth, Lakini tukumbuke ni mapenzi ya Bwana watu wasiangamie, bali that wapate all uzima wa might be milele. saved. Bali anataka wote waokolewe. The same Holy Ghost that we have, that you have, that God has blessed you with, God has forgave your sins with, you want your children, you want the strangers, you want the orphans, you want the widows, you want anybody that you can, hallelujah, to witness to receive what you receive, so that they can make heaven their home. Yaani unatakiwa wewe, Roho Mtakatifu uliyempokea na wokovu uliopokea, unataka watoto wako, jirani zako, ndugu, jamaa, marafiki, hata watu usiowajua ulimwenguni mote wapate huo wokovu ambao umeupata wewe. What I'm saying right now should be written on your heart. Ninachosema sasa hivi, ninamuomba Mungu kiandikwe kabisa katika vitanga. What I'm saying right now is written in God's word. Ninachosema sasa hivi kimeandikwa katika neno la Bwana. God wants us to be on one accord, having all things in common. Bwana anataka tuwe wamoja, tunie mamoja, tuwe na nia moja. Amen. Amen. All things in common that was handed down to the saints once. Mambo ambayo tulikabidhiwa watakatifu wa Kristo waliookoka mara moja. One Lord, one faith, one baptism. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja katika Biblia. One God above all, Mungu through all, mmoja and katika in you yote all. na ndani ya yote. We can't have no selective service here. Hatuwezi kuwa na ubaguzi katika kumtumikia Bwana. Amen. Amen. Proving that good Tuhakikishe and perfect and acceptable will of the Lord. He's coming. And the Lord said in Revelation, I'm coming soon. Be ye also ready. Iweni tayari. Be without spot or blemish. Muwe bila mawaa wala kasoro yote. It's showtime at the Apollo. Unaona ni wakati. It's showtime in the house of God with a lot of places of worship. Kazi imeanza katika nyumba ya Bwana. Not all. Sio wote. But there's quite a few. Lakini kuna wengi baadhi. That have taken the wide road instead of the narrow road to righteousness. Badala njia nyembamba endayo uzimani. God says, strive not to travel in the wide road, but in the narrow. Bwana anasema tutembee katika njia pana. They say, we will not. Lakini wanakuambia mimi sina. God says, stand in the old path, walk in the old path. Bwana anasema tutembee katika njia tulizopewa kuanzia of holiness, of sanctification, ya utakaso. A highway of holiness, njia iendayo katika utakatifu, where no animal or no unrighteous persons can walk in. Ambayo hakuna ambaye hayuko mwenye haki atatembea. They say, I will not. Wanakataa. One Lord, one faith, one baptism. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. You got all these different denominations, all these different ways of serving God. Unaona madhehebu mbalimbali na njia. They say, I will not do it. Wanakataa. Selective service. Yaani huduma katika ubaguzi. I told you about what selective service is and recruitment in case of emergency for our country. God, hallelujah, it's 411. I mean, not 411. It's 911. That's our emergency number here for what's going on in the world right now. Kile kinachoendelea katika ulimwenguni sasa hivi ni hatari sana, ni dharura. Ni hatari ya dharura. Moses come down from the mount and see God's people dancing around an idol god naked. Musa alipotoka mlimani akakuta wale watu wanajinajisi, wanamkosea. It's nothing new under the sun, because a lot of God's people are going into his sanctuary, going into his house that is called by his name, dedicated, consecrated unto him, a holy place, naked. Kunani haya yanatokea siku ya leo? Kuna ambao wanaenda nyumba ya Bwana wako nusu uchi. First men, not first lady. They went from first lady to first man. Unakuta mpaka kuna makanisa. A bishop being homosexual. Ni mwanaume. Promoting sodomy is an abomination before God. Wanazungumzia, wanashirikisha watu washiriki ushoga, wanasimamia ushoga. Ballet. Gospel jazz. Unaona kwenye kuna madensi yanaendelea kwenye manyumba za Bwana yasiyofaa. Blackface, whiteface momming in God's house. Katika nyumba ya Bwana wanajipaka marangi usoni, wanaanza kucheza kwenye nyumba ya Bwana.
shout with the voice of triumph. How you going to shout if you just miming and you ain't nothing coming out of your mouth that edify the body of Christ? Kuna densi hapa wanaigiza mtu ambaye haongei kwenye kanisa, hiyo inaitwa miming. Wewe umeambiwa tuimbe nyimbo ya shangwe. Utaimbaje nyimbo ya shangwe na wewe umeng'ang'ana kwenda kama vile bubu? How you going to preach the word and win a soul if you're miming? Utahubiri vipi injili and nothing coming out of your mouth? Kama bubu umejipaka mavitu. You're doing modern dance and you're kicking your legs up in the house of God, where we probably say sanctified. Unacheza mchezo ambayo unarusha miguu kwenye nyumba ya Bwana, huna hata heshima. Sanctify yourself and the God of peace will sanctify you wholly. Unaambiwa jiweke wakfu, jitakase na Mungu aliye mtakatifu. When we're supposed to be separate from the world. Inabidi tujitenganishe na ulimwengu. These are the last days. These are perilous times. People unholy. Watu wanashika disobedience to parents. Uchafu, wanakataa utakatifu. Loud, revelers, drunken, addicted to drugs. Watu unakuta ni walevi, wanazagaa huko madawa ya kulevya, makelele, vurugu za kila aina. Many of them say they love the Lord. Wengi wanasema wanampenda Bwana. Many of them go to church. Wengi wanaenda kanisani. Many of them do various things under the so-called leadership of that church. Wengi wanafanya mambo mbalimbali katika and just what? The leader, the one that's supposed to be the angel of the house, anayepaswa kuwa kiongozi, the under shepherd of God, kiongozi, yani mchungaji, that watch over the souls of his people, anayetunza nafsi, they doing the same thing. Wanafanya hivyo hivyo. Like people like priests. Kama watu walivyo, na ndio hivyo hivyo. And like God said in Hosea, because you reject my knowledge, unaona Hosea alisema kwa vile mnakataa hekima yangu, I'm going to reject you and your children. Nitakukataa wewe na watoto wako. I send you priests and you say I will not do it. Nakuletea makuhani, mnakataa. Priests to give you knowledge and you say I will not do it. Wachungaji wangu, watumishi wangu kuwaletea hekima ya Bwana, mnakataa. Amen. Amen. Satan made that same error. Shetani alifanya na yeye makosa hayo hayo. We got to get this I will not out of our spirit. Uondoe hili tamko la kusema sitafanya kwenye roho zetu. God is always the first partaker of the fruit. Bwana awe ndio akupokea matunda. God is always first. The firstborn that comes out of the matrix is the Lord. Tumeambiwa katika neno lake, mzaliwa wa kwanza ni wa Bwana. The males are the Lord's. Watoto wa kiume ni wa Bwana. His Levites are the Lord. I'll take care of my Levites, the Lord said. Walawi, watumishi wake, I'll take care of my priests. Atawalinda makuhani wake. God is the first partaker of it. Bwana ndiyo wa kwanza kupokea matunda. But Lucifer became Satan. The Lord said, behold him falling as lightning from the sky to the earth. Woe unto the inhabitants of the earth. Bwana akasheta, neno la Mungu linatuambia shetani akaja katika kuzunguka kwake. And what was his fall? His fall was pride. Aliangukia nini shetani? Kiburi. We got to watch it. Pride is a killer, saints. Tuwe mwangalifu sana. Kiburi kinaua. God resists the proud. Bwana anapinga, but give grace unto the humble. Anapinga wenye kiburi. Humble yourself in the sight of God and he will lift you up. Anawapa neema wanyenyekevu. Draw nigh to the Lord. Jiweke karibu naye, jikaribishe kwake. Amen. And not to the devil. Sio kwa shetani. Acheni ubishi, tuache ubishi. We got to humble ourselves. Tunyenyekee. But we got to, when God calls us to selective service, his selective service. Bali Bwana kituita kwenye jeshi lake maalumu. Here, my Lord, what is it that you want me to do? Niko hapa Bwana, unataka nifanye nini? That was Paul on that Damascus road. Ni Paulo kwenye ile barabara ya Damascus. And Samuel. Na Samuel. Lord, here am I, thy servant hears you. Niko hapa mtumishi wako. When he didn't know the voice of the Lord. Ambapo alikuwa bado hajaweza kupambanua sauti ya Bwana. But he recognized what God is talking to all of us on a daily basis. Bwana anatusemesha kila siku kupitia roho yake mtakatifu. But a lot of us, we say we will not. Bali wengi wetu tunakataa. Kwa matendo yetu we're not listening. Tunakataa. Kwa kujua na kutokujua. Songwriter said God is trying to tell you something. Neno la Mungu, mwimbaji alisema Bwana Mungu anajaribu kukwambia kitu. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Bwana. But not just be a hearer of the word, but a doer. Hallelujah. Kwa msikilizaji. Saints, we got work to do. There's much going on. The Lord is coming and we got to be ready. Hallelujah for the battle. Tuna kazi kubwa ya kufanya katika Bwana. Bwana Yesu yu karibu kurudi, anarudi upesi. We got to wear the whole armor of God. Inabidi kuvaa silaha zote za Bwana. We have to pick up our cross daily
daily and follow him. Inabidi tuchukue msalaba wetu kila siku na kumfuata But Yesu many of Kristo. us say, I ain't doing it. Lakini wengi wanasema sina muda huo. Mimi Go through a whole week of work, wiki nzima tunaenda go through a kazini. whole work, playing party for the weekend. Tunaenda tunajiburudisha. Oh, I'm saved, I'm sanctified, I got Jesus. Nimeokoka mimi nina Yesu. Don't study to show yourself approved. Hatusomi neno la Mungu hata siku A moja. workman not being ashamed. Hatuwezi kuhakikisha Not being a witness trying to win a soul. Can't even tell you the last time that there are certain people have witnessed to somebody. Hawezi kukuambia lini amemshuhudia. Some can't even tell you the last time they witnessed to somebody. Wengi hawezi kukuambia ni lini Some can't even tell you the last time they took Holy Communion. Lini hawezi kukuambia wamepokea meza ya Bwana. It's some that sit in the pews every time Holy Communion is given and they won't take it because they sin every day. Kuna wengine wameamua, yani meza ya Bwana ikipita, hawalagi meza ya Bwana. Tumewaona. And they know if they take it. Wao wameamua wanatenda dhambi kila siku. If you know that if you take it, you're taking damnation, not discerning the Lord's body. Kama unajua ukila unakula hukumu yako, then you know you have to repent of whatever sins it is and make it right before you come and take of the Lord's broken body and shed blood. Tubu hizo dhambi zinaweza kuzuia kushiriki meza za Bwana, ili uweze kushiriki meza ya Bwana na ukae katika utakaso. Hakuna juai siku wala saa, unaweza ukaitwa usiku wa leo. For Jesus said, if you do not partake of my broken body Bwana Yesu alisema usiposhiriki and my shed blood, wangu na damu yangu, you have no part with me. Hauna sehemu nami. So you keep putting off taking Holy Communion because of the sins that you in. Unaahirisha kupokea meza ya Bwana kwa sababu ya dhambi ambazo umeng'ang'ana nazo. But you say, I will not do it to get, you will not repent to get out of your sin by saying, I will not do it. I won't do it. Sitafanya. Being defiant to God. Unakuwa mbishi kwa Bwana, mjeuri, mkaidi mbele za Bwana. What got Satan in trouble, he wanted to be God. Kilichomletea shida shetani, alitaka kuwa Mungu. Amen. Amen. And he had this I will in his spirit. Na akawa na hiyo nita imemjaa ndani ya moyo wake. He said, I will ascend into heaven. Eti nitainuka mpaka mbinguni. He wanted to go above his assigned place where God had put him. Aling'ang'ana kwenda juu zaidi ya nafasi yake aliyopangiwa na Mungu. Where we all have an assignment. Kila mmoja in the body of Christ. We all have gifts in the body of Christ. Kila mtu ana karama amepewa na Bwana. The hand can't say to the foot, I have no need of you. Mkono hawezi kumwambia mguu sikuhitaji. Nor the neck to the arm and so forth. God give an illustration of that. Shingo kwa mkono hivyo hivyo. Bwana ameweka maelekezo. Being in the body of Christ, we work together. Tukiwa katika mwili wa Kristo, on one accord. Tunashirikiana kunia mamoja katika kazi moja. But the Lord made it clear, hallelujah. If you got something going on in your body where you cannot serve properly, if that sin, whatever that sin may be, it's better for you to enter into heaven with one eye than go to hell with two. Tunaambiwa ni heri uingie mbinguni viungo vimepungua. Pluck it out. Kwa sababu ya kufuata utakatifu. Pluck it out. Kuliko uingia viungo kamili unatupwa moto wa jehanamu mzima mzima. If your hand offend thee, hallelujah, cut it off, because why? It's better to enter into heaven with one hand than to go to hell with two. Kama mkono wako unasababisha wewe unamkosea Mungu, ni heri ukate, uingie mbinguni una mkono lakini uingie mbinguni. If I get gangrene in my leg and it gets so serious that it affects me, it affects me to the point that it would kill me, they will amputate. They recommend amputation so that I can live. The whole body can live. Kuna ugonjwa mtu kama wenye kisukari, wengine wanapata kidonda sugu kwenye mguu ule unaoza, inabidi ukatwe ili ile sumu isiingie kwenye mwili mzima, kwenye damu. The Lord say in his Holy Communion, this is the New Testament in my blood. Hallelujah. Neno la Mungu linasema hili ni agano langu. For the remission and taking away of sin. Katika damu yangu kwa ondoleo. But many of us say, I will not do it. Wengi wetu wanakataa. I ain't doing it. Sifanyi hivyo. Sifuati hayo. You got to get the I will not out of your system and say I will to God. Inabidi hiyo ujeuri, ukaidi utoke kwenye akili yako na uwe tayari kutii neno la Bwana. There must be, hear what I'm saying.
Nemi there nisikilize. must always be a yes for God, Ni lazima utue muda wote tuna ndio kwa ajili ya to Bwana. be an obedient servant unto the Kwa Lord. watumishi watii katika Bwana. Why? Because the word of God Kwa says, sababu neno la Bwana and I linasema, believe it's either Acts 30 or Acts 32. It's right there. You can Google it. The Lord, Peter said, he give the Holy Ghost to them that will obey him. Petro anasema anawapa Roho Mtakatifu kwa wale wanaomtii. He give the Holy Ghost to them that will obey him. Anawapa Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu kwa wale ambao wanamtii. You don't want to be like the children of Israel in the wilderness, being a stiff-necked people, Hutaki kuwa kama wana wa Israeli na moyo mgumu wa ubishi, provoking God to anger. kumkasirisha Bwana. Amen. Amen. The devil, here it is. Go ahead. He said, I will ascend into heaven. Hallelujah. He wanted to go above his assigned place. Amen. His pay grade. Shetani aling'ang'ana kwenda juu ya, yani He wanted to be God. Alitaka kuwa kama Mungu. He said, I will. Here's another I will. I will exalt my throne above the stars of God. Akasema nitainua kiti changu juu ya nyota za Bwana. He wanted to rule. Alitaka kutawala. And he wanted power over all the heavenly hosts, over all the angels. Alitaka nguvu na mamlaka juu ya malaika wote kule. I'm going to tell all the angels, all the heavenly hosts what to do. Hawa malaika nini cha kufanya. Here's another I will that got him in trouble. Ndio hiyo nita ilimletea shida. I will also sit on the mount of the congregation, nitakaa katika mlima, on the farther side of the north. Katika mbali ya Okay. Katika kaskazini. Samahani, nina tafsiri jinsi mtumishi anavyosema. He gonna put his throne high. Ataweka. I'm gonna observe everything. Juu ya yote. Alitamka matamko hayo. Here's another I will. I will ascend above the heights of the clouds. Atainuka juu ya mawingu. He wanted supreme elevation and glory. He wanted the glory of God. He wanted to be glorified by his people. By God's people. Amen. He wanted to be God. And before it was a war here, there was a war in heaven. Why was it a war in heaven? Because Lucifer, which is Satan, he persuaded 1/3 of heaven to oppose God. Kwa sababu alifanikiwa shetani kushawishi baadhi ya malaika kumkiuka Mungu, kumwasi Mungu. And Michael the archangel and all the heavenly hosts kicked him out of heaven, and now those that have followed Lucifer, wale waliomfuata sasa they are now demons. Ilibidi waporomoshe watoe kule mbinguni, and some are bound in the earth until the day of judgment. Na kuna baadhi wamefungwa kwenye minyororo huko kuzimu, huko wanasubiri siku ya hukumu. And hell was created for them. Na jehanamu iliumbwa kwa ajili yao. But because of the wickedness of men, lakini kwa sababu ya uovu wa wanadamu, hell has been expanded. Jehanamu punapanuliwa kila siku. There's been some rooms added. Kuna mavyumba yanatengenezwa huko. For the wicked that's upon this earth that's going to serve Satan. Kwa waovu ambao wameamua kumtumikia shetani. For all those that got I will not to God in their system. Kwa wale ambao ni wabishi wanakataa kusikia neno la Bwana. The same heaven that they were kicked out of, that God, hallelujah, had a plan for us that have sinned and came short since the time of Adam and Eve. Toka wakati wa Adam na Hawa, when they sinned against God, walipotenda dhambi dhidi ya Bwana, God had a plan to reconcile his people unto him. Bwana alikuwa na mpango wa kuwarudisha watu, kupatanishwa na watu wake. By his blood and the death of the cross. Kwa kifo chake cha msalaba wa Calvary. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. But with that, hallelujah, came a plan of salvation. Lakini pamoja na hayo kaja mpango wa wokovu. Acts 2:38. Matendo ya Mitume 2:38. But here on the day of Pentecost, the birth of the church. Kuzaliwa kwa kanisa. When Peter stood up and testified, this is that was written by the prophet Joel.
Petro alipokuja akashuhudia that kwamba in the last days, said God, that he will pour out his spirit upon all flesh, siku za mwisho atamwaga roho wake, that your sons and daughters shall prophesy, kwamba watoto wenu that young men watatabiri, shall have vision, and old men shall dream dreams, vijana watapata maono na and wazee that he will pour wataoteshwa out his ndoto, spirit, hallelujah, on his handmaidens, his daughters na of atamwagia Zion. binti zake roho wake mtakatifu. And with other words, he had other words of exhortation, and he said, this same Jesus whom you crucified, Na akaendelea maneno ya kuwatia moyo pale, akasema huyu Yesu Kristo God. ndiye msulubu, God Mungu had made both Lord and Christ. amfanya kuwa Bwana na They were Kristo. pricked in their heart, Wakachomwa and mioyo they yao, asked Peter, what must we do? kamuuliza Petro, tufanye He nini said, basi? repent Sema and tubuni, be baptized, every one of you, batizwe kila in mmoja the name of Jesus katika Christ, jina la Yesu for the Kristo remission of your sins, kwa ondoleo la and dhambi. you shall receive the gift of the Holy Ghost. Nanyi mtapokea kipaji cha Roho For the Mtakatifu, promises unto you and your kwa children, maana ahadi ni kwa ajili and yenu so many the Lord God should call afar. na wale ambao Bwana amewaita kutoka And mbali. with other words of exhortation, Na maneno mbalimbali he ya said, kuwatia save yourself from this untoward moyo, generation. jiokoeni na kizazi hiki kiovu. And they continue steadfastly Na waliendelea in the apostles' doctrine and Wamafundisho. fellowship and breaking bread. na kumega mkate, Because as many as believe kama wengi were walioamini baptized. walibatizwa. Not everybody believed. Kila mmoja Not during that time, Passover. si wakati ule wa Pasaka. A lot of times it's just a few that will follow. Wakati mwingine ni wachache tu ndio wanafuata. It's a few that will harden not their heart Ni wachache ambao wafanye mioyo and yao receive the word of God to be saved. wapokee neno la Bwana wakolewe. 3,000 souls were saved that day, probably out of a celebration in the city of Jerusalem of more than 100,000. Nafsi 3,000 ziliokolewa siku ile kati ya watu karibu laki nadhani walikuwa. But those that received his word were baptized in Jesus' name. Wale waliopokea neno lake walibatizwa kwa jina la A Yesu. lot of you don't want to be baptized in Jesus' name with a bow your head salvation. Wengi wenu hamtaki kubatizwa kwa jina la Yesu. Jesus made an example by being baptized by John the Baptist. Miungu mitatu. Mungu alisema kwenye neno lake wazi, Yohana Mbatizaji alisema. Even God the Father said, for whom I'm well pleased, when the Holy Ghost descended upon him as a dove after he was baptized. Bwana Yesu mwenyewe alibatizwa na Yohana God Mbatizaji. did it as an example. Bwana alifanya hivyo kama mfano. That ain't the only place where the saints have been baptized and received the Holy Ghost, the Holy Spirit of God, to be saved. Yaani kuna maeneo mbalimbali kwenye neno la Mungu watu wa Mungu walibatizwa waokolewe. Nicodemus say, hallelujah, when he came to Jesus secretly at night, Nicodemus alisema alipokuja kwa siri usiku, what's this born again thing? hii ya kuzaliwa mara ya pili maana yake nini? Jesus said, verily I say unto you, you must be born again. He was confused. Alichanganyikiwa. He say, is it when you're old that you come out of your mother's womb a second time? Yaani utaingia That same confusion is today. Ndio hiyo ilichopo siku za Because people have different hallelujah gospels, different doctrines that they follow. Kuna sababu watu wanasikiliza mafundisho ya aina mbalimbali yanawachanganya. Reading from different books but not the holy book. Wanatafuta vitabu vingine vya kusoma lakini sio kitabu cha kitakatifu Biblia. Following man instead of God. Wanafuata wanadamu badala ya kufuata Mungu. Jesus said in John 3:5. Bwana Yesu alisema katika Yohana 3. Verily, verily I say unto you. Amini, amini nawaambia. Unless a man is born of the water and of the Spirit, mtu asipozaliwa kwa he maji na cannot Roho, enter the kingdom of God. hawezi kuona ufalme wa mbinguni. In John 3:3, Yohana he said you 3:3 can't see the kingdom of God. inasema huwezi kuona ufalme wa mbinguni. That which is flesh is Kilichokuwa flesh. mwili ni mwili, That which is spirit is spirit. kilichokuwa roho ni roho. Marvel not. Amini na waambia. Don't be surprised, Jesus said. Usishangaa Bwana Yesu You alisema, must be born again. lazima uzaliwe mara ya pili. But they say, I ain't doing it. Lakini wanakataa. I don't need all that. Sihitaji yote haya. Some preachers are even saying, you just taking a bath. Mwingine anasema ni kuoga tu, kubatizwa ni kuoga. If you don't receive Jesus as Lord and Savior, you don't receive his testimony, Kama usipopokea Yesu Kristo kama Bwana, then God the Father, basi Mungu hallelujah, Baba, you calling God a lie. unasema Mungu ni muongo. Because he testified of his son. Kwa maana Bwana Mungu wetu amemshuhudia mwanae Yesu Kristo. We better watch it.
tuwe makini This sana. selective service. Huu ubaguzi katika kumtumikia Bwana. I'm going to bring my Bible on Sunday and I'll serve. I'll get dressed up and I'll go on, see the pastor and I'll go through the motions. And then you know what? I'm back in the club. You lukewarm, God going to spit Yani you wewe out. uko mvuguvugu, unasema mimi nitasoma Biblia He Jumapili. rather that you be hot or cold. Mungu anasema atakutapika, heri uwe moto au baridi. If you lukewarm with a compromising spirit, Ukiwa vuguvugu na roho ya kujichanganya and you changanya, got your gospel jokes, una mzaha wako, and you honor man than God, unawaheshimu wanadamu kuliko Bwana, then you can't be the servant of Christ. huwezi kuwa mtumishi wa Kristo. When you honor man over God's word, Unapowafuatilia, unawajali when you're wanadamu, ashamed to even speak the word of God, unaona haya kuongelea hata mambo ya Bwana, because you got an I will for what you want to do, kwa maana yale unayotaka but wewe, you got an I will not when God tell you or command you to do something. lakini unakataa Bwana anapokuamuru ufanye kitu fulani. Hallelujah. Haleluya. 2 Timothy, Waraka wa pili wa Timotheo. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. 3 na 4. Timotheo 2:2, 3 na 4. Hallelujah. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangle himself with the affairs of this life, that he may please him who have chosen him to be a soldier. Read those two Tasoma verses. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Waraka wa pili wa Timotheo 2:3 na 4. Amen. Endure hardness as a good soldier. Hallelujah. Be able to endure. He that endureth to the end shall be saved. Tumeambiwa kwenye Ufunuo wa Yohana, yule avumiliaye mpaka mwisho, huyo ndio atakayeokolewa. Amen. Amen. Run this race with patience. Tukimbie vita hivi kwa uvumilivu na subira. Amen. Amen. And talk about the patience of the saints. Inazungumzia subira ya watakatifu. Having love and having compassion and making a difference. Kuweza kuleta In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Being a bold soldier for God. Kuwa askari jasiri kwa ajili ya Bwana. He said, no man warreth or entangle himself with the affairs, the things that are going on in the world, even now. Hata sasa hivi hakuna mwanadamu anaweza kujichanganya na mambo ya dunia hii. The politics, siasa nyingi, the earthquakes, matetemeko the ya ardhi, fires, the floods, kila mahali, people being displaced, watu hawana makazi, people don't have homes, watu hawana people are hungry, watu wana njaa, wars and rumors of war. vita na tetesi za vita. No man entangle, no man warreth, get into the battle, entangle himself in these affairs that are going on right now. Ukijichanganya na mambo vurugu hizi za dunia, huwezi kuwa askari mwema wa Bwana Yesu. That he may please him who have chosen. God had chosen you to be a soldier. Bwana amekuchagua wewe kuwa askari wake, wewe uliyeokoka. I'm going to give you an example of that. Kwa mfano, hallelujah, Jeremiah 1:4. Yeremia 1:4. Jeremiah 1:4. Then the word of the Lord came unto me, saying, 5th verse, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Read those two verses. Tasoma waraka wa Yeremia 1:4 na 5. Neno la Bwana, tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. God is the potter and we are the clay. Yeye ni mfinyanzi, sisi ni udongo tu. He is the vine and we are the branch. Yeye ndio mzabibu, sisi ni matawi tu. Before what he say to one, he say to all. Anachosema kwa mmoja anasema kwa wote. He that has an ear, let him hear what the Spirit has to say to the churches. Mwenye masikio na asikie. Roho Bwana anasema. He's telling Jeremiah, hallelujah, he's saying, before I formed thee, I knew you in your belly.
Alimwambia Yeremia, kabla sijakuumba I nilikujua knew you in the belly of your mother. katika tumbo la mama yako. Alimtakasa, Before alimchagua you were even formed. kabla hata hujatoka tumboni mwa mama When yako. a man, when a child is conceived by a man and a woman, before that conception, God knew Jeremiah. Kabla mtoto mwanadamu yoyote hajaumbwa na baba yake na mama yake. We talk about selective service here. Katika kile kitendo Mungu tayari And alishamjua. just what? God knows you. Mungu anakujua He wewe. created you. Alikuumba wewe. He know everything about you. Anajua kila kitu kuhusu wewe. Hallelujah. Hallelujah. He says also, before you come forth out of your mother's womb, I sanctified thee. Kabla hujatoka kwenye tumbo la mama yako I alikutakasa. separated you from the world. Alikutenga. I separated you from sin. Alikutenga na dhambi. And he said, I ordain you to an office. Hallelujah. To a job. Hallelujah. I recruited you to, hallelujah, selective service as a prophet over the nation. Alikuchagua kama nabii wa mataifa. When he ascended on high, he gave gifts unto men. Alipoinuka mbinguni alitoa karama kwa wanadamu. We all have gifts. Kila mtu ana karama. There are gifts and there are positions in the church. Ndio maana kuna wajibu mbalimbali na kazi mbalimbali ndani ya kanisa. Amen. Prophets, teachers, pastors. Walimu, wachungaji, wainjilisti. The gift of helps, even love is a gift. Hata upendo ni karama. There are gifts in the church that edify the body of Christ, lift up the name of Jesus. Hizi karama ni zinamuinua for the work's sake. Kwa ajili ya kazi ya Bwana. That his house will be full, that people will receive salvation. Ili watu wapokee wokovu. Amen. Amen. But the Lord said, ye are my witnesses and ye shall testify of me. Bwana amesema sisi ni mashahidi wake na tutamshuhudia yeye. So God, before he was even formed in the womb, God knew him. He sanctified him. He gave him a job coming out of the womb as a prophet over the nations. God, hey, hallelujah, he's done the same for you. Yeremia jinsi alivyochaguliwa kabla hajatoka kwenye tumbo la mama yake, na wewe ulichaguliwa hivyo hivyo. And my point is, with that example, hey, God had called you to serve, but many said, I will not do it. Pointi yangu ya kutoa mfano wa Yeremia ni kwamba Mungu Bwana alimuita kila mmoja wetu, lakini wengi wetu wanakataa kumtumikia Bwana. Jeremiah 1:6. Then he said, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Read that, please. Yeremia 1:6 inasema, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Verse 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, you shall speak. Read that, please. Yeremia 1:7 inasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Be not afraid of their faces, for I am with thee, kwa maana niko pamoja nawe, to deliver thee, saith the Lord. Asema Bwana. He said in the 9th verse, hallelujah. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Read the 9th verse, please. 9. Tasoma katika jina la Bwana. Ndipo Bwana akaunyoosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia. Yes, that's verse 10. Yes. See, I have this day set thee over the nations, over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Read. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa, juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. God gonna prepare you for the battle. Bwana anakutayarisha kwa ajili ya vita. You got the whole arm of God. Una wewe ngao zote, yani. You got the word of God.
una neno la Bwana, He gave you power over serpents, scorpions, and all the kupa power of the mamlaka devil. juu ya nge, nyoka na mapepo na majini na maruani yote. After that, the Holy Ghost has come upon you, you shall have power. Tumeambiwa baada ya hapo Roho wa Bwana atakapotujia tutapewa nguvu, mamlaka, Power uweza, to root out, kung'oa, to pull down, kuporomosha, to kung'oa, destroy, kuangusha, kuharibu, to throw down, kuangusha, to build, kujenga and to plant. na kupanda. Amen. Amen. God give you power. Bwana amekupa And nguvu, greater mamlaka, works you shall do, he said. na utafanya kazi kubwa kuliko He hizo. healed the sick, raised the dead, Aliponya cast wagonjwa, out devils. kufua watu, alikemea mapepo. Hallelujah. And committed the ultimate sacrifice for the sins of the world. Na akajitoa kafara ile ya muhimu kabisa kwa ulimwengu wake, ulimwengu uokolewe. He that, hallelujah, that shall save his life shall lose it. Atakaye okoa nafsi yake ataipoteza. But he that loses life for my name's sake Anayepoteza maisha yake and the gospel na Injili shall be saved. ataokolewa. Blessed is the servant that be not ashamed of me. Amebarikiwa watumishi wale ambao hawanionei haya. Hallelujah. Hallelujah. Matthew 22:14. Mathayo 22. For many are called, maana wengi wameitwa, but few are chosen. bali wachache wachaguliwa. Amen. This Amen. concludes part 1 Hii inakuwa mwisho wa sehemu ya of our kwanza lesson, ya neno letu, selective service. yani jeshi maalum, Amen. huduma maalum, yani ni jeshi maalumu la Bwana. Karibu uendelee sehemu ya pili ya ujumbe huu, na tafadhali share na watu wengine pia. Amen. Barikiwe sana.